Karibu tena kwenye Moyo wa Malezi, sehemu ambayo tunagusa maisha ya kila siku kwa ukweli, hekima na hisia za moyo. Leo tunaenda kuzungumza jambo ambalo limekuwa likitajwa sana mitaani, kwenye mitandao ya kijamii, hata kwenye mahusiano. Je, kuna ukweli wowote kwamba wanaume wenye majina yanayoanza na herufi E ni wavivu? Ni utani tu wa kijamii au kuna kitu watu wamekuwa wakikiona? Usikimbilie kuamini wala kupinga. Kaa nasi hadi mwisho wa video hii kwa sababu leo tutachambua kwa kina huku tukiheshimu utu wa kila mmoja. Na kumbuka, tabia ya mtu haijengwi na herufi ya jina lake, bali malezi, maamuzi na mazingira anayokulia. Kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, karibu sana kwenye familia ya Moyo wa Malezi. Bonyeza subscribe, washa kengele na tuendelee kujifunza kwa pamoja. Karibu sasa twende tukaone majina ya watoto wa kiume yanayoanza na herufi E. Jina la kwanza ni Emmanuel. Maana ya Emmanuel ni Mungu yupo pamoja nasi. Hivyo mtoto anayeitwa Emmanuel anaonyesha uwepo wa Mungu katika maisha yake. Jina la pili ni Elias. Maana ya Elias, Bwana ndiye Mungu wangu. Hivyo mtoto anayeitwa Elias, Bwana anakuwa Mungu wake katika maisha yake na anakuwa anamsaidia. Jina la tatu ni Ethan. Maana ya Ethan ni mwenye nguvu na imara. Kwa hiyo watoto wanaoitwa Ethan huwa wana nguvu na wanakuwa imara sana. Jina la nne ni Eric. Maana ya Eric ni mtawala wa milele. Mtoto anayeitwa Eric anakuja kuwa mtawala na anakuwa kiongozi. Jina la tano ni Edwin. Maana ya Edwin ni rafiki mwenye baraka. Hivyo mtoto akiitwa Edwin anakuwa rafiki ambaye anakuwa na baraka katika maisha. Jina la sita ni Elvis. Maana ya Elvis ni mwenye hekima na heshima. Watoto wanaoitwa Elvis wanakuwa na hekima na wanakuwa na heshima sana. Jina la saba ni Evans. Maana ya Evans ni kijana mwenye neema. Hivyo mtoto wako ukimuita Evans anakuwa kijana mwenye neema. Jina la nane ni Ezekiel. Maana ya Ezekieli ni Mungu huimarisha. Hivyo ukimuita mtoto wako Ezekieli, maana yake anaimarishwa na Mungu. Jina la tisa ni Edward. Maana ya Edward ni mlinzi tajiri au mwenye ulinzi. Hivyo watoto wanaoitwa Edward ni walinzi matajiri au wenye kulinda. Jina la 10 ni Eliudi. Maana ya Eliudi, Mungu wangu ni mkuu. Hivyo watoto wanaoitwa Eliudi wanamtegemea sana Mungu wakiamini Mungu ndio kila kitu. Jina la 11 ni Ernesti. Maana ya Ernesti ni mkweli na mwenye bidii. Hivyo watoto wanaoitwa Ernesti wanakuwa wakweli na wenye bidii. Jina la 12 ni Elisha. Maana ya Elisha, Mungu ni wokovu. Kwa hiyo watoto wanaoitwa Elisha wameokolewa na Mungu katika maisha yao. Jina la 13 ni Elibariki. Maana ya Elibariki ni aliyebarikiwa na Mungu. Hivyo mtoto anayeitwa Elibariki anakuwa amebarikiwa na Mungu. Jina la 14 ni Enoch. Maana ya Enoch ni aliyejitolea kwa Mungu. Ukimuita mtoto wako Enoch, maana yake unamtoa kwa Mungu. Jina la 15 ni Efraim. Maana ya Efraim ni mwenye kuzaa matunda. Hivyo watoto wanaoitwa Efraim wanakuwa na uzao wa matunda katika maisha yao. Yaani mambo yanakuwa ni mazuri katika maisha yao ya mafanikio. Jina la 16 ni Ezra. Maana ya Ezra ni msaada au mwenye kusaidia. Hivyo ukimuita mtoto Ezra atakuwa msaada kwa watu na anakuwa msaada na mtu ambaye anaweza kusaidia watu wengine na familia. Jina la 17 ni Ebeneza. Maana ya Ebeneza ni jiwe la msaada. Hivyo mtoto akiitwa Ebeneza anakuwa na msaada mkubwa katika maisha. Jina la 18 ni Edson. Maana ya Edson ni mwana wa Edward. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Edson, maana yake unaonyesha ni mtoto wako au mtoto wa Edward. Jina la 19 ni Elkana. Maana ya Elkana, Mungu ameumba. Hivyo watoto wanaoitwa Elkana wanaonyesha uumbaji wa Mungu. Jina la 20 ni Eugene. Maana ya Eugene ni mwenye heshima ya kuzaliwa. Hivyo watoto wanaoitwa Eugene wanaonyesha heshima katika kuzaliwa. Jina la 21 ni Emil. Maana ya Emil ni mwenye juhudi kubwa.
Hivyo watoto wanaoitwa Emily wanaonyesha juhudi kubwa katika maisha. Jina la 22 ni Elvin. Maana ya Elvin ni rafiki wa kweli. Hivyo mtoto akiitwa Elvin anakuwa rafiki wa kweli katika maisha ya familia na jamii nzima. Jina la 23 ni Erikson. Maana ya Erikson, maana yake ni mwana wa Eric. Kwa hiyo hili jina lilikuwa likitumika kuonesha mtoto wa Eric. Jina la 24 ni Eliakim. Maana ya Eliakim ni Mungu huinua. Hivyo watoto wanaoitwa Eliakim wanaonyesha Mungu anapenda kuinua watu. Jina la 25 ni Elia. Maana ya Elia ni Mungu wangu ni Yawe. Hivyo Elia inaonyesha kabisa kwamba Mungu ndio kila kitu katika maisha. Jina la 26 ni Evaristi. Maana ya Evaristi ni mwenye kupendeza. Hivyo watoto wanaoitwa Evaristi siku zote wanakuwa wanapendeza katika maisha. Jina la 27 ni Enoch. Maana ya Enoch aliyetengwa kwa mema. Hivyo mtoto akiitwa Enoch anaonyesha kabisa ameandaliwa kwa mambo mema. Jina la 28 ni Ethaniel. Maana ya Ethanieli ni zawadi ya Mungu kutoka kwa Mungu. Hivyo mtoto anayeitwa Ethanieli anaonyesha ni zawadi ya nguvu kutoka kwa Mungu. Jina la 29 ni Ephraim. Maana ya Ephraim ni mwenye mafanikio. Hivyo mtoto anayeitwa Ephraim anaonyesha mafanikio. Jina la 30 ni Eston. Maana ya Eston ni mwenye utulivu na nguvu. Ukimuita mtoto wako Eston atakuwa mtulivu na mwenye nguvu. Jina namba 31 ni Eli. Maana ya Eli, Bwana ni Mungu wangu. Hivyo watoto wanaoitwa Eli wanaonyesha kabisa kwamba wanamtegemea Mungu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Jina la 32 ni Eman. Maana ya Eman ni mwenye imani. Hivyo watoto wanaoitwa Eman wanakuwa na imani kubwa. Jina la 33 ni Eliudi. Maana yake Eliudi ni mwenye heshima. Mtoto anayeitwa Eliudi anakuwa mwenye heshima. Jina la 34 ni Elian. Maana ya Elian ni mwenye amani. Hivyo mtoto akiitwa Eliani anaonyesha amani katika maisha. Jina la 35 ni Evans. Maana ya Evans ni neema ya Mungu. Hivyo mtoto anayeitwa Evans anaonyesha neema ya Mungu. Jina la 36 ni Ephraim. Maana ya Ephraim ni baraka na mafanikio. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Ephraim anakuwa na baraka na anakuwa na mafanikio. Jina la 37 ni Elibariki. Maana ya Elibariki ni baraka nyingi. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Elibariki anakuwa na baraka nyingi. Jina la 38 ni Ethanieli. Maana ya Ethanieli ni nguvu ya Mungu. Hivyo mtoto akiitwa Ethanieli anaonyesha nguvu ya Mungu. Jina la 39 ni Ezechiel. Maana ya Ezechiel ni Mungu huongeza nguvu. Hivyo mtoto akiitwa Ezechiel anaonyesha kabisa kama Mungu anaongeza nguvu kwa watu. Jina la 40 ni Eliesel. Maana ya Eliesel, Mungu ni msaada wangu. Hivyo ukimuita mtoto Eliesel, maana yake anakuwa msaada kwa Mungu, anasaidiwa na Mungu. Jina la 41 ni Elvison. Maana ya Elvison ni mwana mwenye hekima. Hivyo ukimuita mtoto wako Elvison, maana yake atakuwa mwana wa kwako ambaye ana hekima. Jina la 42 ni Evanson. Maana ya Evanson ni mtoto wa neema. Hivyo mtoto anaitwa Evanson anakuwa mtoto mwenye neema. Jina la 43 ni Emal. Maana ya Emal ni mtu mashuhuri. Hivyo ukimuita mtoto wako Emal, maana yake atakuwa mtu mashuhuri. Jina la 44 ni Emanuele. Maana ya Emanuele, Mungu pamoja nasi. Ukimuita mtoto wako Emanuele, umeonyesha kwamba Mungu anakuwa pamoja naye katika maisha. Jina la 45 ni Elia. Maana ya Elia ni mtu wa Mungu. Hivyo ukimuita mtoto wako Elia anakuwa mtu ambaye anamheshimu Mungu na anamtii. Jina la 46 ni Elia. Hapa kuna tofauti ya Elia na Elia. Kwa hiyo Elia ni Bwana ndiye Mungu. Hivyo ukimuita mtoto wako Elia, maana yake Bwana anakuwa ni Mungu wake. Jina la 47 ni Erasto. Maana ya Erasto ni mwenye upendo. Hivyo ukimuita mtoto wako Erasto anakuwa mwenye upendo.
Jina la 48 ni Ethanius. Maana ya Ethanius ni mwenye nguvu ya kipekee. Hivyo mtoto akiitwa Ethanius anakuwa mwenye nguvu ya kipekee. Jina la 49 ni Edric. Maana ya Edric ni mtawala mwenye amani. Hivyo ukimuita mtoto Edric anakuwa mtawala mwenye amani. Jina la 50 ni Eslon. Maana ya Eslon ni mwenye furaha na matumaini. Hivyo ukimuita mtoto wako Eslon anakuwa mwenye furaha na matumaini. Unaona sasa, majina haya yana maana za nguvu, baraka, hekima na mafanikio. Hakuna herufi inayobeba uvivu, bali maisha ya mtu hubebwa na maamuzi yake, juhudi zake na malezi anayopata. Majina haya yote yana uzuri wake, heshima yake na maana zake nzuri. Mtoto habadilishwi na herufi ya jina lake, bali hubebwa na maadili, malezi na juhudi zake maishani. Herufi hii si ishara ya uvivu. Inaweza kuwa mwanzo wa jina la mwanaume mwenye ndoto kubwa, moyo wa upendo na maisha yenye mafanikio. Mwisho wa yote, ukweli ni kwamba uvivu hauchagui jina, kabila, wala herufi ya kuanzia. Kuna wanaume wenye majina ya herufi hii ambao ni wachapakazi, wenye upendo na wanaojituma kwa familia zao. Na pia wapo wavivu kama ilivyo kwa herufi nyingine zote. Tusiruhusu mizaha ya mitandaoni kutufanya tuwahukumu watu kabla ya kuwajua. Kila mtu ana hadithi yake, mapambano yake na uwezo wake wa kubadilika. Kwenye maisha tuwafunze watoto wetu kwa kuhukumu tabia si majina, na tukumbuke kwamba maneno tunayosema kwa mzaha yanaweza kuumiza mioyo ya wengine kimya kimya. Asante kwa kuwa nasi mpaka mwisho. Kama umejifunza kitu kupitia video hii, usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwenye Moyo wa Malezi. Tuandikie kwenye comments. Wewe una maoni gani kuhusu hii imani ya majina ya herufi hii? Mimi ni wako wa Moyo wa Malezi. Tukutane tena kwenye video ijayo yenye kugusa moyo na kujenga jamii bora.